بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kutoa salamu ni sunna, kuitikia salamu ni wajibu. Hata salamu ya imamu anaosalimia msikitini au anamaliza sala akasema assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe unapita barabarani, itikia wa alaikumus salam wa rahmatullah. Hata kama wewe ujengee kule msikitini, madhali imetolewa salamu, itikia. Sawa? Narudia tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuitikia ni wajibu, si sunna. Leo tutajifundisha udhiya. Al-udhiyatu, kichinjwa au kuchinja siku ya Idi al-Adha. Siku ya Idi al-Adha ni Idi no. Sasa sisi tusiopata uwezo huo wa kwenda, yako mambo tunatakiwa tuyafanye katika siku hii ya sikukuu. Moja katika hilo ni kuchinja siku hii. Siku hii ya sikukuu ni jambo muhimu Muislamu kufanya kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-udhiya kwa upande wa wanasheria wanasema fahuwa ismun lihayawanin makhsusi, ni jina la mnyama maalum, bisinni makhsusatin, ana umri maalum, yudhbahu biniyati alqurba lillahi ta'ala, anayechinjwa kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi yawmin makhsusin, katika siku maalumu, inda wujudi sharaitiha, pale zinapopatikana masharti yake, wa sababiha, na sababu za kufanya hivyo. Waqad ajma'a almuslimuna ala mashru'iyyatiha liqawlihi ta'ala fasalli lirabbika wanhar. Ulama wetu wote wa Kiislamu wameafikiana na kukubaliana usheria wa kuchinja katika sikukuu hii ya Eid al-Adha, na wala sio Eid al-Hajj, bali inaitwa Eid al-Adha, Idi ya kuchinja. Wameafikiana kwamba ni jambo linalotakiwa kisheria Muislamu katika siku hii achinje mnyama maalumu mwenye umri maalumu kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna Waislamu wengi tu wanadunduliza kidogo kidogo katika mambo yao ambayo si mambo ya wajibu. Mfano, ana sherehe ya kumtoa mwanawe katika hizo zinazoitwa siku 40, au ana sherehe ya mwanawe katika mahafali ya shule, au ana sherehe yoyote iwayo, lakini anadunduliza senti 200,000, 300,000, 400,000, mpaka shughuli yake anaweza kuifanya bila kuhitaji mchango kutoka kwa mtu mwingine. Muislamu huyu katika kitu kama hiki hadundulizi ili afikia na yeye uwezo sikukuu, katika sikukuu ya Idi achinje, anangojea wenzake wachinje wapate thawabu, yeye anasubiri sadaka ya kupewa. Wallahi si jambo la barabara. Barabara ni mtu kujitahidi na yeye apate 150,000, 200,000 achinje naye katika sikukuu hii, sikukuu ya Eid al-Adha. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Shamaliza sala ya Eid al-Adha, sasa ndo mnatoka kwenda kuchinja hawa wanyama ambao sheria imetaka wachinjwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
kwa aya hii, walima warada min alahadithi sahihati fi hadha albabi, na yale yaliyopokelewa katika ahadithi zilizo sahihi kwenye mlango huu. Fa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, imepokelewa na mama Aisha, ma amila ibn adama yawm an-nahri amalan ahabba ila Allah min ihraqi dami, hajafanya mwanadamu katika siku ya Idi al-Adha tendo linalompendeza Mwenyezi Mungu mno min ihraqi dami, kuliko tendo la kuchinja katika siku hii ya Idi. Ni tendo bora sana kulifanya katika siku hii. Wa inna la ta'ti yawm al-qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mnyama unamchinja katika siku hii kwa ajili ya kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu, mnyama huyu atakuja siku ya Kiyama akiwa na pembe zake, akiwa na kwatwa zake, akiwa na nywele zake zote. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakani qabla an yaqa'a ala al-ard, na yule mnyama unamchinja, ile damu yake inapodondoka katika ardhi, kwanza Mwenyezi Mungu anawahi kuichukua ile na kuiweka katika nafasi maalum kabla damu ile haijafika katika ardhi. Fatibu biha nafsan, basi fanyeni kwa moyo mzuri katika kuchinja huko. Waqala hadha hadithun hasanun gharib, hadithi hii imepokea Imamu Tirmidhi na Ibn Majah, na ameeleza hadithi hii ngazi yake ni hadithi hasan na ni gharib. Imepokelewa na Zaid ibn Arqama qala qultu, nilisema, au qalu, au walisema masahaba wenzangu, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi, ili ni chinjo gani hasa linalofanywa katika siku hii? Qala sunnatu abikum Ibrahim, kuchinja katika siku hii ya Idi al-Adha ni ndio sunna ya Nabiullah Ibrahim. Hapa anatukumbusha siku ile Nabiullah Ibrahim alipomwambia mwanawe kwamba nimeota katika usingizi na kuchinja, na mtume huyu Ismail aliwafikiana na baba yake, na ikawa ni siku hii, siku ya Idi, na alikuwa tayari kashanoa kisu na mtoto kashalala katika kutii amri ya mzee wake, lakini Mwenyezi Mungu akamletea akaletewa kondoo badala ya mwanawe, akachinja badala ya kumchinja mwanawe. Na hili pia limetokea kwa upande wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hapa babu yake Mtume, watu wanajua tu, watu wanajua majina ya watu wa mipira hawa, kwamba huyu anaitwa fulani fulani. Ukimuuliza babu wa Mtume wako Muhammad anaitwa nani, utaona maajabu haya atakuwa kufahamisha. Babu yake Mtume anaitwa mzee Abdul Muttalib, ndio amemzaa Abdallah. Abdallah ndio kamzaa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo mzee Abdul Muttalib wakati huo yuhai na yuko na vijana wake, min qablu aliweka nadhiri kwamba kuna wakati ilitokea, wakati hana watoto, kisima cha Zamzam kilijifukia. Sasa akawa anachimba kile kisima kutoa michanga ile na hivi, ili kisima kirudi katika hali yake. Wazee wa Kiarabu wakawa wanamcheka, huyu mzee mtu mzima huyu, hata watoto hana bwana, tazama na hivyo, kawa wanamkejeli. Basi mzee akaingia kitu katika moyo kwamba mimi endapo nitapata watoto, basi mtoto mmoja nitamchinja ikiwa ni sadaka ya kumpa Mungu. Ikaenda kweli, mzee akapata watoto wengi tu, mmoja akiwepo Abdallah ambaye ndo baba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washakuwa wakubwa mabaleghe, na wengine washaoa na familia zao. Mzee akawaweka watoto wake, kaeni hapa wanangu, ni waelezeni masala. Akawaelezea kisa kilivyotokea na nadhiri aliyokuwa kaiweka. Basi watoto, mmoja katika nyinyi anatakiwa ni mtoa sadaka kwa kumchinja.
Kama ni watoto wa sasa watakutanguliza wewe akhera kabla ya kuchagua ni nani katika hawa. Watakuwa watoto wa sasa hawa tunawataka kwenye umeme hawa. Haya, ikafanyishwa kura na kipenzi cha huyu mzee katika watoto wake wote alikuwa ni Abdallah, ndio anampenda kuliko watoto wengine, na hiyo inatokea kwa wazazi. Ikawa watoto unao 7, 10, lakini mmoja mapenzi yako Mungu kakudhalilisha kwa huyu. Sasa na huyu ndio kilikuwa kipenzi chake mzee Abdul Muttalib. Ikapigwa kura, kila kura ikipigwa mara ya kwanza Abdallah ndo achinjwa, na ndio kile kipenzi chake. Na kwenye mgongo wa Abdallah ndio yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapigwa kura tena Abdallah, ikapigwa kura tena. Na hiyo ni baada ya wataalamu kumweleza kwa walikwenda kuuliza kwamba mimi nimeweka nadhiri hivi na watu wako wako nifanyaje? Ambao pigeni kura, nani atondokea basi. Sasa Abdallah achinjwe, wakawa kaenda kwa wazee wanaojua utaalamu, akaambiwa weka, usimchinje huyo mtoto. Wazee walikwenda kumwambia mzee, unafikichinja mwana itakuwa yeye, amwambie weka huku ngamia 10 na huku kijana wako, pigeni kura, zitakapoangukia kura hizi ndio kama ni kwenye ngamia zichinje. Kama itaangukia kura bado kwa Abdallah, ongeza ngamia 10 tena. Basi mara ya kwanza ikapigwa kura kwa Abdallah, ikaongezwa baada ya 10 zikawa 20, ikapigwa kura tena kwa Abdallah, ziliongezwa mpaka zikafika 100. Ndio ikidondokea tu kwenye ngamia, hakuna kurudia mara ya pili. Zilishafika 100 kupigwa kura, ikadondokea kwenye ngamia, na ngamia zikachinjwa 100, ikatolewa sadaka, ndio ikawa kafara la baba yake Mtume kutokuchinjwa. Tukio lile lile la babu yake Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa mwanae Ismail, na hili hapa mzee Abdul Muttalib na mwanae Abdallah linatokea, na kwa huyu mwanae Abdallah nyuma ya mgongo wake ndio yuko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukio hili la kuchinja na linamhusu na Mtume kwa sababu ya mzee wake huyu. Tunaelewana Waislamu? Baba yake Mtume akasalimika kwa ngamia 100. Kwa hiyo kisa cha kuchinjwa baba yake Mtume ni hiki hapa ambacho kinafanana na Nabiullahi Ismail na mzee wake mzee Ibrahim. Kwa hivyo leo sisi tunajifunza kuchinja katika sikukuu hii ya Eid, ni sunna ya Nabiullahi Ibrahim. Qalu ma lana minha, masahaba wakasema kutokana na chinjo hili tunapata kitu gani? Qala bikulli sha'ratin hasana, kwa kila unywele mmoja wa mnyama yule unapata thawabu. Unywele wa mnyama utakayochinja unaandikiwa thawabu jema moja. Mnyama huyo ana nywele ngapi? Qalu fasufu, masahaba wakasema na sufi zake huyo mnyama. Qala bikulli sha'ratin min as-sufi hasana, kila unywele mmoja na sufi za mnyama huyo jema moja. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ikipokelewa na Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema man wajada sa'atan falam yudah, yule atakayekuwa na uwezo wa kuweza kuchinja sikukuu katika sikukuu hii ya Eid alafu asichinje, fala yaqrabanna musallana, asisogee katika sehemu tunaposali swala ya Eid. Wewe unao uwezo kuweza kuchinja sikukuu katika sikukuu, kuchinja mnyama katika sikukuu hii, alafu unajitia usikini wa kwenda kutaka sadaka ya nyama, basi Mtume anasema usiende katika kwenda kusali swala ya Eid katika sehemu wanakusali wao. Waislamu, nasikia habari hizi bado siku ziko. Hebu fanya maarifa, uwe na senti ya kununua. Utangaza biashara msikitini ni haram. Hatuwezi kusema kwamba nenda kanunua kwa fulani, lakini watu wanauza mbuzi katika 150,000, 180,000, 200,000. Si kitu yake. Sababu kama hizo unazikosa Muislamu kwa nini? Haya. Wani ibn Abbas, imepokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
ma anfaqatil waraq fi shay'in ahabba ila Allah min nahr yuhraqu fi yawm Eid. Hakuna pesa iliyotolewa katika jambo linalopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu kama pesa itakayonunulia mnyama atakayechinjwa katika siku ya Eid. Pesa hiyo ni bora sana, ndugu Muislamu. Hadithi zote hizi fahadhihi alahadithu alsharifa, hadithi hizi zote wa ghayruha min alahadithi as-sihah, na hadithi zingine ambazo ni sahihi, kulluha zote tadullu ala mashru'iyyati al-udhiyya, zajulisha usheria wa kuchinja katika siku kuu hii ya Eid al-Adha. La khilafa baina al-ulamai, hakuna khilafu kati ya wanazuoni wetu. Hivyo ndugu Waislamu, leo tumeanza kutoa maelekezo ya kuhusu kuchinja wanyama hawa, ima uchinje ngamia au uchinje ng'ombe au uchinje mbuzi au kondoo. Na ngamia mmoja mwaweza kufanya mkashirikiana watu kiasi watu 7, mkanunua ngamia mkachinja, hata ng'ombe watu 7 mkachangishana. Bana, ng'ombe mmoja shilingi ngapi? Tununua ng'ombe milioni 1. Sisi tuko 7 tujichange 120,000, 120,000 atupate milioni 1, au 150,000 atupate ng'ombe napata. Basi kanunueni kwa pamoja mchinje. Pia ngamia mnaweza kufanya share, lakini mbuzi au kondoo mbuzi anamtosheleza mmoja na familia yake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tunawaelekeza kwamba siku hii ni siku muhimu sana ya kuchinja. Mwenyezi Mungu akitujalia siku zinazokuja tutaeleza hekima ya usheria wa kuchinja katika siku kuu hii ya Al-Adha. Leo tuishie hapa. Kama kuna mtu ana swali basi tunamkaribisha.